Na kufuatia tangazo la Baba Askofu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Daktari Blaston Gavile kuhusiana na kitega uchumi cha dayosisi, nimeona ipo haja ya kumtafuta mmoja ya watu ambao wamekuwa wakizunguka maeneo mbalimbali kwa ajili ya kutoa elimu juu ya jambo hili. Sasa yuko hapa, niko naye hapa ofisini kwake, atajitambulisha yeye jina, lakini pia atatuambia kwamba kitu gani wanafanya huko. Bwana Yesu asifiwe baba. Amina. Bwana apewe sifa. Amina. Jina lako na nafasi yako kwenye hili ambalo tunazungumza la kitega uchumi. Naitwa Mchungaji Himidi Saga, nipo katika ofisi ya mipango na sehemu kubwa tunashughulika kama kikosi kazi kwenda sharika mbalimbali majimbo yote kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunatoa taarifa ya uwekezaji au taarifa ya kitega uchumi ambacho tunataka kukifanya. Na tuseme kwamba katika safari yetu tunaendelea maeneo mengi, lakini tunayo salamu ya Baba Askofu Daktari Blaston Gavile ambayo sasa ndio mwelekeo wetu wa nini tunataka kukifanya. Lakini tushukuru sana kwamba kila tulikoenda kumekuwa kunaenda vizuri, kwa sababu ni jambo lao na lilisubiriwa kwa muda mrefu. Watu walihitaji kuona kwamba kanisa linapata nafasi nzuri ya uwekezaji, kuwa na kitega uchumi kwenye lengo au kwenye level kubwa. Sasa hicho ni kitega uchumi kikubwa sana kwa level ya kidayosisi ambayo Wakristo wote kwa pamoja kama ya zaidi ya 50,000 wanakuja kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunatokea na ghorofa 8 yenye vitu vingi mle ndani. Na sisi mnajua tuko hapa kwenye mkoa wetu wa Iringa ambao ndio lango la utalii nyanda za juu kusini. Kwa hiyo inapozungumzia uwekezaji wetu tunataka kuona kwamba tunajibu pia hoja za kiserikali kwamba ni eneo ambalo mara nyingi limekuwa na shortage ya watu wanaokuja kwa ajili ya utalii. Wapi watakaa, watalala, watafanya mikutano yao, watafurahi. Ni kazi ya kanisa ambalo sasa limehitimu, lina zaidi ya miaka 110 toka lilipokuwa limeanza. Kwa hiyo tunafanya kwa namna hiyo. Na unaweza ukatueleza kitu kidogo, huko sharikani mnafanya vitu vya namna gani? Niliona kidogo mna karatasi zile naenda nazo na kadhalika. Unaweza ukatueleza zinatumikaje na hamasa ikoje huko sharikani? Ndio, tuna vitendea kazi vingi, lakini vya muhimu sana ni pamoja na karatasi ambazo umeziona. Kuna karatasi ndogo hii hapa, ni kwa ajili ya viongozi. Wale viongozi tunaokutana nao baada ya kueleza na azma ya dayosisi na wao kuona kwamba wanaweza kufanya kitu kama na sisi hata kabla ya kwenda tumefanya, basi wanaweza kuweka maelezo yao pale, jina lao, usharika anakotoka na kitu gani nafikiri mwaka ukiisha au ameshatoa anaweka pale, lakini na mawasiliano yake anaweka. Kwa hiki sana sana ni kwa ajili ya viongozi, wanahakikisha kwamba wanakiweka, wanaandika kwa ajili ya wao jinsi walivyoguswa moyoni kuhakikisha kwamba hiki kitu kinatokea. Kwa hiyo hii ni nyenzo ya kwanza wale tunaokutana nao pale. Lakini wale pia tunaokutana nao ni viongozi wanaoenda huko kwa washarika wenyewe. Kwa hiyo watakapokuwa wameenda kwa washarika, watakuwa na kitendea kazi chao. Na wao kitendea kazi chao ni hii form kwamba hao washarika waonyeshe jina, waonyeshe kama wanasema wana ahadi yao au wana taslimu, lakini na namba zao na huku ameshaonyesha usharika anapotoka mtaa na jimbo. Hii na yeye atakapokuwa anawaambia kule, watakapoweka itikio itatuletea sisi records au tutaweka kumbukumbu zetu na tutapata hivi, na vyote vitaingia kwenye mfumo wa kompyuta. Kwa kila atakayeguswa na kuchangia, iwe ni form au iwe ni karatasi, wote hawa tunaenda kuwaingiza kwenye mfumo. Tutawaona pale, hata kama tutaishi na baadaye tufe, wataonekana kwenye dunia nzima kwenye ule mtandao kwamba walikuwepo na walifanya. Lakini mwitikio ni mzuri sana. Watu hawa, kanisa letu kama unavyofahamu linaongozwa na washarika. Sisi tunasimama, lakini wenye nalo wako huko chini. Na kwa sababu wapo na waliona kwamba tumechelewa, ndio maana wanalipokea, maana wanajua sisi tunasimama kwa niaba yao. Lakini na hao wana kanisa wanajua wapo kwa ajili ya watoto wao wanaokuja, wajukuu zao wanaokuja, kwa sababu na sisi ni matokeo ya hao waliotangulia. Hawapo, yani wale waliotuzaa wengi hawapo, waliotubatiza walishaondoka,
na sisi tutakapoondoka wanajua kwamba wataacha alama. Hakuna kitu muhimu kuacha alama inayoishi. Alama ya kitu cha kikanisa inaishi, ni tofauti na alama ambayo watu wahuni fulani watakula na kupotea. Asante sana mchungaji, nikushukuru sana, lakini pia nimemtafuta katibu wa idara ya uinjilisti na misioni, tumsikie. Naitwa Barton Hebel Wickets, mchungaji katika kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Iringa, na kwa sasa ni katibu wa idara ya uinjilisti na misioni Dayosisi ya Iringa. Napenda niseme kwamba kanisa kwa wakati huu lina wakati mgumu sana wa kutimiza agizo kuu lililopo katika Injili ya Mathayo sura ya 28 mstari wa 19 hadi wa 20, ambalo linatakiwa lihubiri Injili kwa watu wote. Na ugumu mkubwa unatokana na kutokuwa na vitendea kazi ambavyo ni pamoja na fedha. Mimi kama katibu wa idara ya uinjilisti na misioni naamini kwamba uwepo wa kitega uchumi cha dayosisi yetu pale Lutheran Center utasaidia kuondoa ugumu huo uliopo, na Injili itahubiriwa kwa njia za kisasa zaidi kama TV, redio na mitandao ya kijamii. Kwa hiyo naomba kila mmoja ambaye ameshirikishwa maono haya ya kujenga kitega uchumi kujitahidi kuchangia kwa kila namna ili kuwezesha Injili kuendelea mbele kwa kila nyakati na hasa kitega uchumi chetu kitakapokamilika. Asante sana, Mungu akubariki sana kwa ajili ya mchango wako. Sasa baada ya hayo yote tunataka kujua kampeni hii inaendaje huko sharikani na kwenye majimbo mbalimbali. Katibu mkuu pia naye ana neno la kuzungumza hapa. Kwa hiyo mpaka sasa naposema hivi tunaenda kwa maana ya jumla ya shilingi milioni 97 ambazo bado kama milioni 2 na tufikie milioni 100. Kwa hiyo unaweza ukakuta kwa kweli watu wameitikia sana. Tumshukuru Mungu sana. Mimi nimejipa assignment nikikaa ofisini kila siku nipate 200,000. Kila siku nawasiliana na watu. Kwa hiyo nitafutie pia watu mnaowafahamu. Yaani ni wadayosisi, wewe nipe tu, mimi nitaongea naye. Kwa hiyo tangu assignment siku ya kwanza pata 900,000, siku ya pili 700,000. Sasa jana ilikuwa ngumu. Mpaka saa 4 ilikuwa 100,000. Lakini nikamfikia mtu mmoja akatoa 500,000. Kwa hiyo nikakamilisha kwa 600,000. Kwa hiyo wenzangu wakiwepo huko na mimi nafanya. Nafanya na namuona Mungu kwa kweli akitubeba sana. Kwa hiyo nilikuwa nasema kwamba kwa wale diaspora ambao mnawafahamu wako mbali, niombe tafadhali, mnaofahamu kabisa kwamba wanapenda dayosisi, wanapenda maendeleo, naomba nipe jina na nimfikie kibinafsi. Naomba sana kwa ajili ya hili. Niombe pia sisi wote tuwe mabarozi kama alivyosema katibu wa idara. Yaani tuwe mabarozi tu wa kumwambia tuna jambo letu. Naomba kwa ajili ya hili. Yaani kila mmoja alivae aone hili jambo ni la kwake. Tufanye kitu ambacho kwenye salamu za baba askofu zinasema kitakachoongea hata wakati sisi hatutakuwepo. Mimi naitwa Mesha Kilongo. Asante na endelea kuchangia.